Jana tumepata kipigo kwenye timu yetu ya Serengeti Boys. Lakini kumekuwa na maswali mengi. Moja ya swali kubwa ambalo tunaweza kulisema, achilia mbali ya mambo ya kocha kabadilisha tena timu, wale waliofunga siku ile mpaka manne leo hawaonekana kwenye timu, kabadilisha golikipa, alishaanza kujifunza. Kuna maneno mengi yanasema katika namna tofauti tofauti. Lakini moja kitu muhimu sana ambacho sisi tujifunze, hatutaki kuwekeza kwenye michezo, lakini tunataka matokeo makubwa. Hizi nchi tunazoshindana nazo hizi zimewekeza vizuri kwenye michezo. Wale wa Nigeria wale kila mwaka wanauza wachezaji wadogo kwa sababu wamewekeza kwenye academy. Sisi hatuna. Kwa haya mashindano ya AFCON yanayoendelea, matokeo tunayopata Serengeti Boys yatuonyeshe sisi wapenzi wa michezo kwamba tunahitaji kuwekeza zaidi kwenye michezo. Sasa angalia, tuna under 17, matokeo tumeyaona. Lakini pia tuna under 20, matokeo tuliyaona. Lakini pia tuna hizi timu zetu za taifa na hivi vilabu vyetu. Ni wakati wa Tanzania kuonyesha vipaji vyetu, lakini kushikamana kutengeneza investment ya uhakika kuanzia mapema. Nyinyi mnafahamu ya kwamba Serengeti Boys ndio sasa hivi kila mwananchi anahangaika kuanza kuipenda kwa sababu ya kampeni tunaendelea nayo. Na kama mnavyojua Taifa Stars ilikuwa ni kurudisha kwa timu ya wananchi, ili wananchi waione ni timu yao. Wengi tumebaki kwenye timu ya Yanga, tumebaki kwenye timu ya Simba. Jambo ambalo linaua vipaji vingine. Niwape mfano moja mdogo tu. Manchester ambaye juzi imecheza na Barcelona. Kutolewa kwa Manchester, lakini imekuja kugundua ya kwamba kwenye hiyo ligi Uingereza ina zaidi ya timu 5 zilizoko kwenye huo mchezo. Sisi tukitumwa pahala tunakuwa na timu hiyo moja. Jana wa Man City wametoka sawa, lakini Liverpool imeingia. Bado Manchester inabaki kama taifa linaloendelea kushindana kwenye kutafuta ushindi wa kupata mashindano yaliokuwa nayo. Mimi nawaombeni tu wananchi, tusikatie tamaa. Serengeti Boys wamejitahidi, vijana wanajituma, lakini ili wafanye vizuri zaidi tuendelee kuwapa moyo na tuhakikisha kwamba tunawekeza mapema zaidi. Rai yangu na nimeandika leo kwenye Instagram yangu, ninaomba Mungu atusaidie angalau tuuze hata mchezaji huyo mmoja na sisi wa kwenda kwenye hizo timu zingine kubwa kubwa, kwa sababu mawakala wote wa timu kubwa duniani wako Dar es Salaam, wako kwenye uwanja wa Azam, wako kwenye uwanja wetu wa Mkapa, wanaangalia vijana. Mimi natamani angalau kufungwa, jamani tufungwe sie. Wenyeji wa mashindano ni sisi. Hata kuuza mchezaji mmoja tushindwe. Juzi hapa wa Nigeria wameshauza wachezaji wao 2. Na timu zingine zinaendelea kuuza. Mimi naamini ya kwamba mpaka mwisho wa mashindano haya tunaweza kufanya vizuri, angalau tukapata mshindi mechi moja ya kushinda, na tunatumaini mbaki mechi moja tu ya Angola na sisi siku ya Jumamosi. Kama ikitokea tumepata nafasi hiyo, tunamuomba Mwenyezi Mungu ya kwamba tupe angalau tufute aibu kwa kupata ushindi wa kuishinda Angola. Ikishindikana basi atusaidie angalau mchezaji mmoja. Tutakumbuka kwamba AFCON 2019 tuliuza hata mtu huyo mmoja. Lakini ili tuende vizuri, tufanye vizuri, jamani wa Tanzania, tukubali kuanza kuwekeza kwenye mpira mapema. Na sisi mpira tunafanya kama ni starehe. Jamani, mpira ni pesa, mpira ni ajira, mpira ni uchumi. Ukiongeza mbali zaidi wanasema mpira ni utalii. Asanteni. Ndio maana nasema mkishafungwa mambo yatakuwa mengi. Tusimuona hata ndugu zetu kule Morogoro kule wanalalamika chakula wanakula mapema, wanaenda uwanjani. Ukishafungwa malalamiko atakuwepo tu. Kwa hiyo mambo haya ili tuweze kuyaondoa yote, lazima tuhakikisha kwamba tunawekeza mapema. Tuwe na academy nzuri kila mkoa, kiwezekana kila wilaya, za kuwatengeneza hawa vijana, mashindano yawe mengi, tuandae watoto wetu, tutafanikiwa tu.